Na uchambuzi. Uongozi wa kijeshi wa Myanmar umetangaza wiki ya maombolezo kufuatia tetemeko la ardhi lililoua zaidi ya watu 1,700. Tetemeko hilo limetikisa pia nchi jirani ya Thailand ambako idadi ya waliouawa baada ya jengo kuporomoka inaendelea kuongezeka. Juhudi za uokoaji zinatatizwa na mvua iliyonyesha hii leo. Thelma Mwadzaya ana maelezo zaidi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya uongozi wa Myanmar, kipindi hicho rasmi cha maombolezo ya taifa kitaendelea hadi tarehe 6 mwezi wa Aprili. Bendera zinapepea nusu mlingoti ili kuwakumbuka waliopoteza maisha yao kwenye tetemeko hilo la mwishoni mwa wiki iliyopita. Wakazi wanaripotiwa kupoteza tumaini wakati juhudi za uokoaji zikiendelea. Baadhi wamelazimika kulala nje kwa siku ya 3 mfululizo tangu mkasa huo kutokea na kuitikisa nchi jirani ya Thailand. Kwa siku ya Jumatatu, juhudi za uokoaji zilipungua kasi katikati ya mji wa Myanmar, kwani hali ni ngumu ukizingatia kuwa viwango vya joto vinaongezeka na kukadiriwa kufikia 40 katika viwango vya Celsius. Joto hilo linawatatiza waokoaji, kadhalika maiti kuoza, jambo litakaloifanya shughuli ya kuzitambua kuwa ngumu zaidi. Afisa wa idara ya zimamoto wa Myanmar amesema ikiwa mwathirika atapatikana baada ya saa 72 kwenye eneo dogo chini ya vifusi, kuna uwezekano mdogo wa kukutwa akiwa hai, lakini kwa bahati njema anaweza kukutwa hai. Bila shaka tutatumia uwezo wote tulionao ili kujaribu kuwaokoa. Wakati huo Waislamu walioko eneo hilo walikusanyika karibu na msikiti mmoja uliobomolewa ili kuswali kwa sikukuu ya Eid al-Fitr baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kukamilika. Kadhalika mamia wanatarajiwa kuzikwa siku ya Jumatatu. Tetemeko la ardhi la kwanza liliponda eneo la Mandalay Ijumaa mchana likiwa na vipimo vya 7.7 vya Richter, kisha baadaye mtikisiko ukalikumba eneo hilo. Hali hiyo iliporomosha majengo, kuvunja madaraja na barabara kubomoka, ikiwa ni uharibifu ambao haujawahi kushuhudiwa. Mitikisiko ya mwishoni mwa wiki iliwasukuma wakazi kulikimbia eneo la Mandalay kwa hofu. Kwa upande wake, shirika la misaada la Msalaba na Hilal Nyekundu limewasilisha ombi jipya la kuchangisha zaidi ya dola milioni 100 za Marekani kuwaokoa wahanga wa tetemeko hilo la ardhi. Kulingana na shirika hilo, lina mtandao mkubwa zaidi wa kusambaza misaada ya kibinadamu kote duniani. Mahitaji ni makubwa kwani joto linaongezeka na msimu wa mvua unawadia. Kwa hiyo uwezekano wa majanga mengine kutokea unaongezeka. Asante sana Thelma Mwadzaya kwa ripoti hiyo. Tukisonga mbele, serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelikataa ombi la kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani kama ilivyopendekezwa na Rais Donald Trump, na badala yake imesema iko tayari kufanya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja, huku Trump akitishia kuishambulia Tehran kijeshi. Mengi zaidi kwenye ripoti yake Mohamed Khalef. Rais Masoud Pezeshkian amesema kwenye jibu la barua ya Trump kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kwamba Tehran haiko tayari kwa mazungumzo yote ya ana kwa ana na Washington. Badala yake, Pezeshkian amesema kwenye jibu hilo lililopitishwa serikali ya Oman kwamba pande hizo mbili zinaweza kuzungumza kwa njia isiyo moja kwa moja. Mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani yamekataliwa, lakini siku zote Iran imekuwa ikihusika katika mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja. Na sasa pia kiongozi mkuu amesisitiza kwamba mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja bado yanaweza kuendelea. Akizungumza na baraza la mawaziri kupitia mkutano uliotangazwa moja kwa moja na televisheni ya nchi yake hapo jana, rais huyo wa Iran amesema, na hapa namnukuu, hatukwepi mazungumzo, lakini uvunjwaji wa ahadi ndio ulioleta matatizo kwetu hadi sasa. Lazima Wamarekani wathibitishe kuwa wanaweza kujenga imani, mwisho wa kumnukuu. Hata hivyo, mazungumzo yasiyo moja kwa moja hayajaweza kupiga hatua yoyote tangu Trump alipoiondoa nchi yake kwenye makubaliano ya kimataifa juu ya mpango wa nyuklia wa Iran wakati wa muhula wake wa kwanza mnamo mwaka 2018. Tangu uamuzi wa upande mmoja uliochukuliwa na Trump, wasiwasi umezidi kuongezeka kwenye eneo la Ghuba na Mashariki ya Kati juu ya uwezekano wa mashambulizi ya baharini na ardhini ambao ulikuja baadaye kuongezwa nguvu na vita vya Israeli kwenye ukanda wa Gaza, ambavyo Israeli ikiungwa mkono kikamilifu na Marekani imevitumia kuwaandama viongozi wa kile kiitwacho muawana wa mapambano kando ya mauaji makubwa ndani ya Gaza kwenyewe. Katika siku za hivi karibuni, Marekani nayo imejiunga moja kwa moja kwenye mashambulizi ya waziwazi
kwa kuwaandama wapiganaji wa Ansarullah nchini Yemen maarufu kama Houthi, huku kitisho cha kushambulia Iran pia kikitajwa. Ikijibu kauli ya Pezeshkian, wizara ya mambo ya kigeni ya Marekani imesema hivi leo kwamba Trump amekuwa wazi kwamba kamwe Marekani haitoiruhusu Iran kuwa na silaha za nyuklia. Mwenyewe Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba uwezekano wa Marekani kuishambulia kijeshi Iran na kuwekewa vikwazo ushuru upo mkubwa endapo haitakuwa tayari kusaini makubaliano ya kudhibiti mpango wake wa nyuklia. Pezeshkian, ambaye awali alichukuliwa kuwa kiongozi mwenye msimamo laini, aonekana sasa kuelemea upande wa msimamo mkali kwa kile wachambuzi wanachosema ni tabia ya ubabe kwenye utawala wa Trump, huku wasiwasi wa pande hizo mbili kuingia kwenye mzozo kamili wa kijeshi ukizidi kuongezeka. Ni Mohamed Helefa alivyotuandalia ripoti inayoangazia mzozo wa Iran na malumbano na rais wa Marekani Donald Trump. Tukamilishe uchambuzi wa ripoti na jeshi la Israel IDF la wataka wakazi katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa Gaza kuondoka huku mashambulizi mapya yakiwa yanaendelea. Wakati huo huo, Ben Gvir, mwanasiasa wa mrengo wa kulia, arudi tena katika baraza la mawaziri la Israel, na jamii ya kimataifa yalaani mashambulizi mapya ya Israel katika ukanda wa Gaza. Zainab Aziz amekusanya taarifa hiyo. Urusi na Marekani zinajadili uwezekano wa kuwa na ushirikiano katika miradi ya madini adimu ya chuma ya Urusi. Hayo ni kulingana na kauli rasmi iliyotolewa na Kirill Dmitriev, mkuu wa hazina ya utajiri wa Urusi. Madini hayo adimu ni muhimu sana katika utengenezaji wa bidhaa zinazohusisha teknolojia ya kisasa kama simu janja, kompyuta mpakato na hata magari ya umeme. Dmitriev anaongoza mfuko wa uwekezaji wa moja kwa moja wa Urusi na ni mtu muhimu katika mazungumzo ya Moscow na Washington juu ya kurekebisha uhusiano wa pande hizo mbili. Wakati huo huo, Urusi imefanya mashambulizi usiku wa kuamkia leo, yakiwa ni mashambulizi yaliyoendelea kwa siku ya pili mfululizo katika mji wa Kharkiv ulioko kaskazini mashariki mwa Ukraine. Watu 3 wamejeruhiwa na mashambulizi hayo yamesababisha moto kuwaka katika majengo kadhaa ya viwanda. Maafisa wa Ukraine wameripoti kwamba shule 2 za chekechea pia zimeharibiwa vibaya. Meya wa jiji la Kharkiv, Ihor Terehov, amesema mashambulizi ya Urusi kwenye mji huo wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine yameilenga wilaya moja kongwe katika jiji hilo. Meya Terehov amesema majengo 5 ya viwanda na moja la kufanyia utafiti na uzalishaji wa bidhaa za kibiashara yameharibiwa. Rais Volodymyr Zelensky ameitaka Marekani na washirika wa Ukraine kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kuvunja uwezo wa nchi hiyo wa kuendeleza vita. Tunatarajia kwamba Marekani, Ulaya na washirika wetu wengine wote wanaotafuta amani kwa dhati na usalama wa uhakika watatumia zana zote muhimu kuibana Urusi. Sote tunafuata diplomasia ili kufanikiwa kupata amani, isipokuwa Putin peke yake. Kwa hiyo ni lazima shinikizo litumike kwake ili diplomasia ipate kufanikiwa na maisha ya watu yaweze kuokolewa. Urusi imefanya mashambulio hayo wiki moja tu baada ya Marekani kusimamia usitishaji wa vita kwa muda dhidi ya miundombinu katika Bahari Nyeusi. Pande zote mbili za Urusi na Ukraine zinashutumiana kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha vita. Kumradhi msikilizaji na mfuatiliaji wetu, ripoti ya Zainab Aziz ilikuwa zaidi kuhusiana na mzozo wa Urusi na Ukraine badala ya Mashariki ya Kati. Yani Urusi imejadili na Marekani juu ya mpango wa madini ya dimu na nchini Urusi. Lakini wakati huo rais wa Ukraine amesema kwamba Urusi imefanya mashambulizi ya droni kwa siku 2 mfululizo katika mji wa Kharkiv na imeitaka Marekani na washirika wake Ukraine kupambana na Rais Putin ili amani ipatikane.